Meza ya Bwana. Amina. Basi naomba tufanye ushirika asubuhi ya leo, alafu mchungaji atatuhudumia pale mchana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Mbona muitiki kwa ushindi? Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Katika nguzo 5 zinazolijenga kanisa la Kristo, katika nguzo 5 zinazolijenga kanisa la Kristo kwa mujibu wa Matendo ya Mitume sura ya 2, katika mambo ambayo makuu 5 ambayo kanisa la kwanza Biblia inasema ya kwamba walikuwa wakidumu kuyafanya. Ushirika wa meza ya Bwana lilikuwa ni mojawapo ya jambo kubwa na muhimu walilolifanya mara zote. Sababu za kwa nini walikuwa na mfululizo wa kushiriki meza ya Bwana pamoja ni kwa sababu damu ya Yesu. Ni kwa sababu damu ya Yesu inawatengenezea umoja. Bwana apewe sifa. Wengi wenu hamjui kwa nini watu huwa wanaandaa chakula kwenye harusi na sherehe na tafrija. Chakula kinapoandaliwa kwenye sherehe na tafrija huwa ni kwa ajili ya kuimarisha lile agano. Chakula kwenye sherehe hiki mnachopenda kula, ubwabwa wa harusi, ubwabwa wa send off na nini, chakula kile huwa kina lengo la kuliimarisha agano. Wengi wanajiuliza kwa nini Yesu aliamua kufanya ushirika wake na wanafunzi wake siku chache kabla hajaenda kufa msalabani. Kwa sababu wengi wanafikiria sikukuu ya Pasaka ni sikukuu ya kufa na kufufuka kwa Bwana Yesu. Bwana Yesu pia alishiriki Pasaka. Bwana Yesu pia alikula Pasaka pamoja na wanafunzi wake. Pasaka sio kufa ya kufufuka kwa Bwana Yesu. Kwa sababu kama Pasaka ingekuwa ni kufa na kufufuka kwa Bwana Yesu, sasa ni Pasaka gani ambayo Yesu mwenyewe alila na wanafunzi wake? Anasema kwenye Luka, nimetamani sana ni ile Pasaka hii pamoja nanyi. Hii ni kusema ya kwamba Pasaka za miaka ya nyuma Bwana Yesu alikuwa akila na ndugu zake na wanafamilia wake. Hakuwa akila na wanafunzi wake. Bwana Yesu apewe sifa. Pasaka hiyo Bwana Yesu alikuwa akiishiriki na ndugu wa nyumbani mwake. Akawaambia Bwana Yesu, nimetamani mno kuila Pasaka hii pamoja nanyi, yaani wale thenashara, kwa sababu kuna jambo alikuwa anataka kuwafundisha, jambo jipya. Kwenye kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 17 na mstari wa 11 anasema, maana mmepewa damu juu ya madhabahu ili kufanya upatanisho kati ya nafsi ya mtu mmoja na nafsi ya mtu mwingine. Kwa hiyo damu ya mwanakondoo kwenye Agano la Kale ilikuwa ni Pasaka ya Bwana kweli, lakini pia ilitumika kujenga mahusiano kati ya mtu na mtu, kujenga mahusiano kati ya mchungaji na washirika, kujenga mahusiano kati ya washirika na madhabahu inayowahudumia, kujenga mahusiano kati ya jamaa na jamaa, kujenga mahusiano kati ya mke na mume. Mkijifunza kula chakula pamoja, mnaimarisha agano kati yenu wawili. Jengeni haya mazoea, ni mazoea mazuri. Nakumbuka mimi miaka ile tunakuwa na mchungaji, tulikuwa tunakula mduara. Tulikuwa tuna hii ustaarabu tunao siku hizi. Ilikuwa chakula kikipikwa, hata kama ni ugali unaweka kwenye sinia moja na maharage yanamiminiwa juu, alafu sisi watoto tunazunguka sinia, tunaanza kula. Kwa spidi yako ndio kushiba kwako. Hakukuwa na mtoto anayelinga kula kipindi kile, kwa sababu tawala na njaa. Sinia likiwekwa hapo, wewe umekula polepole, umekula haraka haraka, shauri yako. Maana wajukuu tu karibu 10 na kwa sinia zinawekwa 2. Siku ya nyama ndio ilikuwa fainali.
Maana nyama mimi kwa kiangalia njemba nilizo nazo nikasema nazichukua nyama zangu mbili nazishika mkononi kwa kushoto. Kwa nimezishikilia vinyango viwili vinyama. Alafu mkono huu unachakata ubwabwa. Ni kupiga ubwabwa mpaka uishe, baadaye unakula nyama zako pembeni. Unazitafuna baada ya sinia kwa limagia jeupe. Mimi nikaanzisha mchezo, tukimaliza sinia pale nabeba sinia narudi jikoni kwa bibi. Sisi tumelala na bibi yetu, tumbea bibi, hakuna magagu. Baba toka hapa. Magagu nilowekea juu hapo hapo umekula wenzako. Wangapi mnajua magagu? Magagu ukoko wa chini, ule sio wa juu, wa chini. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kwa hiyo ulaji wa mduara ulitutengenezea ujamaa na ushirika, kula pamoja, kula kwenye meza moja. Kwa hiyo ulaji wa ushirika, kumega mkate na ushirika wa meza ya Bwana, kazi yake kubwa ni kutuweka pamoja, kutusababishia tuwe na bondi moja. Kula chakula hiki na mwili huu kunatufanya sisi tuwe kitu kimoja. Si kila mtu awe na mambo yake, no. Nani anastahili kushiriki ushirika wa meza ya Bwana? Ukijijua wewe ni mwenye dhambi, ushirika wa meza ya Bwana ni kwa ajili ya wenye dhambi, ili wapate ondoleo la dhambi. Waambieni wachungaji wote wajue, ushirika wa meza ya Bwana haumtengi mwenye dhambi. Wewe ukijiona una dhambi ndio utakiwi kugusa hii, sababu hii ni kwa ajili ya wenye dhambi. Ama nasema uongo? Nauliza, damu ya Yesu ilimwagika kwa ajili ya nani? Dhambi. Sasa kwa nini unamtenga mwenye dhambi asishiriki? Eti kama kuna mtu ana dhambi hapa usigusa. Kuna mtu umegombana mke wako usiguse. Si umetalikiwa na mke wako usiguse. Hao ndio watakuwa wanywe wote na mke wake. Kwa sababu damu ya Yesu ni kwa ajili ya wenye dhambi. Anasema mwenye afya hamuhitaji daktari. Na wauliza swali, anayemeza dawa ni nani? Ni mwenye afya au ni mgonjwa? Kwa hiyo waleteni wagonjwa wanywe. Hii ni dawa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Damu ya Yesu ni dawa kwa ajili ya wagonjwa. Wasema Mtume Paulo anasema kila mtu anajitafakari. Nisikilize. Tofauti kubwa tulionayo sisi na watenda dhambi kule nje, tofauti kubwa tulionayo sisi na wanaoishi huko ulimwenguni wa dini zote ni moja tu. Sisi hatufurahii kutenda dhambi, wala hatujivunii kutenda dhambi. Walioko huko nje duniani wanajisifu. Hamjawahi kusikia watu wanaojisifia umalaya? Hamjawahi kusikia wanaojisifia ulevi? Hamjawahi kusikia watu wanaojisifia tabia mbaya? Yaani tabia mbaya ndio jina lake. Akiwa ni kahaba anasema mimi ni kahaba wa makahaba. Anaona ni sifa. Tofauti yetu sisi na wao ndio hiyo. Hatujivunii tabia mbaya, hatujivunii dhambi, wala hatujisifu kwa ajili ya dhambi. Sisi tunapomkosea Mungu tunajuta. Kwa Paulo mtume anaposema kila mtu na ajitafakari ndani yake, Paulo mtume anamaanisha ya kwamba lazima ndani yako uwe na nia ya kuacha dhambi. Lazima ndani yako uwe na nia ya kuacha maovu, tabia na mienendo mibaya yote isiyompendeza Mungu. Unaposhiriki ushirika wa meza ya Bwana, ndani yako lazima uwe na nia, lazima ukusudie kuacha. Usikusudie kuendelea, kwa sababu ukinywa hii unakunywa hukumu ya nafsi yako kama hauna nia ya kuacha. Kama una ndugu yako mmegombana na mmekosana, lazima uwe na nia ndani yako ya kumsamehe na kumwachilia wakati unashiriki ushirika huu. Ni nini kinafaa kushiriki ushirika wa meza ya Bwana? Na kwa nini sisi tunatumia hii altar wine kushiriki kama ushirika wa meza ya Bwana? Altar wine, dompo, vyote tunaweza kushiriki. Na vyote hivi ni vile vile. Ukinywa sana unalewa. Ukinywa sana unalewa. Hii unalewa ukinywa sana pia. Ukinywa glasi 2 unalewa. 3 unalewa. Ndio na ini lako lina nguvu kiasi gani. Kuna ambao anaweza kapiga lichupa lote ile na bado yuko vizuri. Na kuna ambaye akipiga glasi 2 tayari kashalegea. Anza kucheka cheka.
Kwa hiyo tunatofautiana na uwezo wa ini kudetect alcohol, kwa sababu ina kilevi ndani yake. Sasa mchungaji, mbona unahubiri alcohol madhabahuni? Nilifundishaga hapa nikasema ulevi na ulafi vimezungumzwa sehemu moja, vyote viwili. Vitu hivi viwili vimesema sehemu hii, na huwa havihubiriwi kimoja kimoja, huwa vinahubiriwa pamoja vyote. Huwezi kuhubiri kimoja ukaacha kingine. Bwana asifiwe. Amen. Huwezi kuhubiri kimoja ukaacha kingine. Ukihubiri watu acheni ulevi, malizia na ulafi. Niwaulize swali. Kwa hiyo Biblia ikisema muache ulafi, anamaanisha muache kula chakula kabisa? Kula na kiasi, kula na wastani. Haleluya. Amen. Ulevi ndio Mungu hautaki, na ulafi ndio Mungu hautaki. Ule na kiasi, upate muda wa kufunga na kuomba. Yaani wewe sio mtu wa Januari mpaka Disemba unasaka na kukoboa. Na Biblia inasema wazi, walevi na walafi hawataingia kwenye ufalme wa Mungu. Sasa wewe jidanganye, mimi pombe zinywe, kula chakula, chakula na kula, uingii kwenye ufalme wa Mungu. Kwa taarifa yako, wewe endelea na ulafi wako. Sisi tunatangaza siku 120 kwa mwaka za kumwabudu Mungu, wewe unasema mimi nakula. Kula. Hakuna naye kulinda wala kukuchunga. Kula. Natafuta ufalme wa kuingia, nakwambia. Tunasema Bwana Yesu, yaani kula tu kula huko. Sio unafundishwa. Yaani kama ambavyo unachukia ulevi, ndivyo utakuwa uchukie na chakula pia. Kama ambavyo unauchukia ulevi na huupendi, ndivyo unavyopaswa kuchukia na chakula cha kawaida alikadhalika. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo mzao wa mzabibu, zao lolote lile la zabibu, ndiyo tunalostahili kulitumia kama damu ya Yesu. Na mikate yoyote ile isiyotiwa amira, chachu, amira ya kuumua mkate wote ambao haujatiwa amira, chochote kile ambacho hakijatiwa amira kinafaa kushiriki kama mwili wa Yesu. Kwa nini amira? Kwa sababu amira inaumua mkate moja, lakini mbili, amira inasababisha mkate kuoza. Kwa nini zao la zabibu? Kwa sababu Injili ya Yohana sura ya 15 Bwana Yesu anasema mimi ndimi mzabibu wa kweli na Baba yangu ndiye mkulima. Hakusema mimi ndimi mfenesi, wala Bwana Yesu hakusema mimi ndimi muembe, wala hakusema mimi ndimi mchungwa. No, amesema mimi ndimi mzabibu wa kweli na Baba yangu ndiye mkulima. Injili ya Yohana sura ya 15 mstari wa kwanza. Kwa hiyo tunapaswa tutumie zao lolote ile la zabibu. Utaniambia sasa, mchungaji, kama niko sehemu ambako zabibu hamna wala altawaini hakuna, kuna dompo peke yake, shiriki dompo huko, sawa kabisa, haina shida, kwa sababu ni mzao wa mzabibu kwa wastani. Nilipomwagiza wewe mtoto kwenda kununua, nilimwambia ukikosa altawaini chukua dompo. Dompo ina ukali kuliko hii, kwa sababu watoto watakaribia video yetu. Dompo ina ukali kuliko altawaini kwa sababu altawaini ni zao la kwanza, dompo ni zao la pili. Yaani makapi yaliyotoka kukamua hii ndio yanakuja kukamua dompo, ndio maana inakuwa na ukali zaidi, kwa sababu ni makapi. Ule utamu wote umebaki kwenye hii. Bwana apewe sifa. Haleluya. Amen. Ndio maana inakuwa na uchungu kidogo tofauti na altawaini. Kila kitu kinataka kiasi. Kwa hiyo uzao wa mzabibu tunafaa kushiriki kama damu ya Yesu, lakini pia tunafaa kushiriki kama mwili wa Yesu mkate wowote ambao haujatiwa amila. Kwa hiyo biskuti haziwekwi amila. Hivi vimikate tunavyoshiriki na vinunuaga huko wapi, na venyewe haviwekwi amila. Kwa hiyo vinapaswa kushiriki kama mwili wa Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Basi naomba wakati huu mchungaji njoo tuweze kuomba kwa ajili ya hivi vitu tuweke wakfu, alafu tuweze kushiriki.